za serikali, shule ziko 4 pamoja na za binafsi. Ukienda kata zingine wana shule moja, na hata baadhi ya kata hawana shule kabisa. Hivyo nitumia fursa hii kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji mkubwa anaofanya kwenye sekta ya elimu kwenye kata yetu na baadhi ya maeneo ya nchi yetu ya Jamhuri ya Tanzania. Ndugu zangu, mimi nimekuja leo kuwasikiliza ninyi wazazi wetu na wazazi wa wanafunzi wetu, na mimi kama kiongozi wa halmashauri, lakini kama pia mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata ya Kinyerezi, ninayo machache ya kuwaambia siku ya leo. Kama alivyosema mkuu wa shule, matokeo ya shule hii ni ya kiwango cha juu sana. Naomba mwapigie makofi hawa walimu. Wapo wazazi hapa, kama wapo nitaomba wasimame, ambao baadhi yao wamekuwa wakinifuata kuomba, Mheshimiwa Diwani, tusaidie watoto wetu wahame kutoka shule zingine kuja hapa. Na nikawauliza, kwani pale Kinyerezi kuna nini? Wakasema, mheshimiwa, pale matokeo yao ni mazuri, sio kama sehemu zingine. Kwa mkuu, unapoona wazazi wanakimbilia kuleta watoto wao hapa, ni kwa sababu wewe na bodi yako na walimu wako mnafanya kazi nzuri sana. Amesema hapa matokeo ya kidato cha pili, lakini pia matokeo ya kidato cha 4, na sasa tunakwenda kuwa na kidato cha 5 na cha 6. Na mimi naamini kwa wanavyokufahamu kombe, utakwenda kuishangaza dunia. Tunategemea vijana wetu watakao kuja hapa kutoka maeneo mbalimbali ya nchi, wote watakwenda kujiunga na chuo kikuu baada ya kukaa hapa kwa muda wa miaka miwili. Umezungumzia changamoto ambazo mnazo hapa. Mimi naomba niwaambie wazazi kwamba mwezi uliopita, mwezi Disemba, tulipata ugeni wa kitaifa kutoka ofisi ya naibu waziri wa TAMISEMI. Tulikuwa na mheshimiwa naibu waziri, tulifanya ukaguzi katika sekta ya elimu, baadhi ya kata na majengo ambayo yanafanyika huko. Kwingine kwa wenzetu wanajenga magorofa tu, hawajengi hizi madarasa za kawaida, kwa sababu kufikia mwaka 2050 au 60 hili eneo litakuwa limejaa. Hawa wanafunzi watakuwa hawana pa kwenda, na shule hii hamwezi kujenga tena kwenye makazi ya watu. Kwa hiyo mimi ni kuombe, tutakapoanza kujenga majengo mengine, usikubali kujenga majengo ya kawaida. Tunahitaji kujenga majengo ya ghorofa, na mimi nitalisimamia hilo. Najua serikali imeishaanza kuleta fedha pale shule ya sekondari Ali kwa ajili ya majengo ya ghorofa, ili watoto wetu watakapokuwa wengi, ili eneo mnaloliona kuanzia hapa mpaka pale, haya majengo yote yaliyosambaa yangeweza kuenea eneo hili moja. Kwa maana hiyo tungeweza kuwa na kiwanja cha kuchezea mpira watoto wa kike pamoja na watoto wa kiume. Lakini maeneo yote tukiweka majengo, hawa watoto watasimama wapi? Lazima tubadilike kutokana na dunia ilivyo. Lazima tuanze kufanya uwekezaji wa kwenda juu.